Shalom shalom, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kipekee ya leo. Nilikwambia tutaendelea leo, na leo ndio wakati huu ninakuja nyumbani mwako, kazini kwako, popote ulipo. Hata kama umepumzika mahali, lakini unaposikia habari hizi usizipite, endelea kusikiliza mpaka mwisho, maana habari hizi zinakuhusu. Huu ni mwezi wa 6. Lakini kila mwezi una baraka zake, na kila mwezi una mafanikio yake, na kila mwezi una kitu cha tofauti sana. Najua kabisa wengi mmejua habari hizi za mwezi wa 6 kama ambavyo Biblia inavyotueleza kupitia kile kitabu cha Luka 1 na ule mstari wa 26 mpaka 39. Hizi habari ni habari zinazotuhusu leo, ambapo ni mwezi huu wa 6. Katika mwezi wa 6 ni kipindi ambacho ni kipindi cha kinabii, kwa sababu ndio unabii wa Mariamu ulishuka kwa mwezi wa 6. Kama ni kipindi cha Mariamu ambapo alipata hiyo neema, basi unaweza ukaihamishia kwako. Namshukuru Mungu pia kwa wale ambao wamezaliwa mwezi wa 6. Pia huu ujumbe unakuhusu, kwa sababu huu mwezi ni mwezi ambapo ulitakiwa ujitamkie sasa kwamba nimezaliwa mwezi wa 6, ambao ni mwezi wa bahati, ni mwezi wa kibali, ni mwezi wa kuinuka, ni mwezi ambao wa mafanikio, ni mwezi ambao wa kibali changu. Unamwambia Mungu, huu mwezi ni mwezi wa upendeleo wa kiungu kwenye maisha yangu. Na wewe ambao hujazaliwa mwezi huu, lakini unahitaji Mungu atembee na wewe mwezi huu wote, unapoamka asubuhi, make sure unamwambia Mungu katika mwezi huu wa 6, kama ulivyotamka kupitia kile kitabu cha Luka 1 mstari wa 26 hadi mstari wa 29, ya kwamba ulimwambia Mariamu ya kwamba amepata neema kwa Bwana, kwa sababu yeye ndiye ambaye atambeba mkombozi. Na pia Mariamu alipopata hiyo message, kitu cha kwanza alichofanya Mariamu ambacho nilikipenda mimi, ambacho natamani leo tukiongelee, ambapo ni ule mstari wa 34, anasema litawezekanaje neno hilo, maana mimi simjui mume. Kwa hiyo katika mwezi huu wa 6 kuna maswali, na ndani ya hayo maswali kuna majibu. Yaani raha iliyoko mwezi huu ni kwamba kuna majibu ya kila swali ambalo ulilonalo. Naamini ya kwamba Mungu anajibu maswali yako mwezi huu. Kila swali ambalo lilikuwa linakutesa, linakutatiza, kwamba kwa nini mimi, kwa nini mpaka sasa hivi niko hivi, kwa nini mpaka leo sifanikiwi, kwa nini mpaka leo sibarikiwi, kwa nini mpaka leo niko fashion, kwa nini mpaka leo narudia nguo, kwa nini mpaka leo mimi nakuwa sina pesa, yani mwisho wangu 10,000 tu. Haya ni maswali ambayo kila mmoja anayo kwenye kichwa chake, lakini tunapokumbushana habari hizi ni habari njema, ni habari ambazo zinatuhusu. Sasa ninapozungumza na wewe, nilikuwa nazungumza kwamba kuna maneno ambayo yanaweza kuleta baraka na kuna maneno yanaweza kuleta laana, lakini mwezi huu tumepata neno zuri ambalo linakwenda kubadilisha mfumo mzima wa maisha yetu na juu ya taratibu zetu tulizojiwekea wenyewe. Sasa una mtazamo gani au una swali gani? Mariamu akamwambia malaika wa Bwana kwamba litawezekanaje neno hili, kama mimi kweli nitambeba mkombozi wa ulimwengu huu, alafu simjui mwanamume. Roho Mtakatifu alichomjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu za aliye juu zitakufunika. Kumbe Roho Mtakatifu anaweza akaja juu ya mtu, alafu kuna nguvu ambayo inatufunika. Kwa hiyo hebu waza sasa, kama mtu ambaye uko active, mtu ambaye unaufahamu halisia, jaribu kutafakari jambo hili kwa undani wakati umetulia hapo ulipo ukiwa unalisikiliza, kwamba kumbe kuna Roho Mtakatifu ambaye yuko juu yetu, ambaye atatufunika na nguvu za aliye juu zitatufunika, maana hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu. Sasa mwaka huu
mwezi huu wa 6, kila ambacho unatamani kizaliwe kwenye maisha yako, tamani kiwe kitakatifu. Unajua, kitu kitakatifu ni kitu ambacho kinadumu. Kitu kitakatifu ni kitu ambacho kizuri, ni kitu ambacho hakiwezi kuzalilishwa, ni kitu ambacho kila atakayekiona anakiona amazing. Sasa hebu angalia hilo duka ambalo unauza wakati huu. Hebu litazame, hata kama uko nyumbani, hata kama uko wapi, kama una duka, litazame katika ulimwengu wako wa roho. Alafu unatamani lile duka liwaje, unatamani wateja waingiaje. Tatizo watu hatuelewi. Tumekuwa tukisikia chumvi ya mawe, sijui nafanya nini. Watu wanatembea na mafuta na chumvi kila kona, kwenye nyumba, kwenye kila kitu. Lakini jinsi gani unavyotumia hivyo vitu, sio lazima uzurure navyo, sio lazima ufanye mpaka kila mtu akuone mchawi. Lakini kuna jinsi ambavyo unaweza ukajitamkia, kwa sababu tumeambiwa kile kitakachozaliwa mwezi huu wa 6 kitakuwa kitakatifu. Kama uliplani kuanza biashara, ni mwezi mzuri wa kinabii wa kuanza biashara. Kama uliplani kufungua shughuli yako yoyote, ofisi yako, huu ndio huo wakati. Mwambie Roho Mtakatifu, nataka nizae kilicho kitakatifu. Nataka kifunikwe na nguvu zako, nataka kifunikwe na damu yako, nataka kifunikwe na uwezo wako, kwa sababu vitu vingi tunapishana navyo tu. Nakumbuka bibi yangu akaniambia, mwanangu, mnadharau vitu ambavyo tunajitahidi kuwaelekeza, lakini ninyi mnasahau, alafu mnavizarau. Nikamuuliza, kwani bibi nini? Akasema hivi, unaiona hii chumvi unaidharau, lakini hii chumvi ina mambo mengi. Unapoamka asubuhi, ingia bafuni, chukua ile chumvi yako, ishike mkononi mwako, tamka unatakaje. Mwambie Bwana, hii chumvi ni chumvi kweli, lakini ndani ya hii chumvi yamkini mimi nina mapooza, ndio maana siuzi. Kuna watu wanalalamika, mimi siuzi jamani, nimerudi nina 5,000 tu, nimerudi nina 10,000, nimerudi sina kitu, nimepata tu hela ya kula imeishia huko njiani. Yaani unafanya kazi ya kuishia njiani nauli. Sasa unayo nguvu, unao mamlaka, unao uwezo ambao nimekuletea nyumbani mwako leo. Huu mwezi wa 6, acha kulala. Chika chumvi yako, itie kwenye maji, tamka kwa jina la Yesu. Hii chumvi ninapoioga, kila ambacho ni mikosi kwangu kinachosababisha nisiuze dukani kwangu, nipate kibali leo niuze. Nakwambia, nenda dukani kauze. Nenda ofisini, wale waliokuwa wanakudharau, waliokuwa wanakucheka, mwambie Bwana, hii chumvi ninaoga, naondoa mapoza yote, nipate kibali kwenye mambo yangu yote. Siisifi chumvi, kwa sababu tunayo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Lakini watu wengi mnapenda vitendea kazi. Basi wewe ambao unatamani vitendea kazi, tumia hata hiyo chumvi na ujinuizie mambo yako, ili Mungu akutane na wewe popote unapokwenda. Mimi naitwa Pastor Magdalena, napatikana Kimara Temboni. Ukitaka kunipata kwa simu yangu, namba ni 0715033033. Karibu sana, nipigie kama una shida yoyote, unahitaji maombezi, una maumivu ya ndani, unalia kitandani, una usingizi, umekuwa mpweke. Ninalojibu na ninalosuluhisho mwezi wa 6. Karibu sana unitafute, na Mungu atakubariki, atakuinua, atakufikisha kwenye hatima yako. Mungu akubariki. Siku ya leo ikawa ni ya baraka kwako katika jina la Yesu. Amen.